Mchezi fair. Sio hatuchezi fair. Binafsi tukio la leo ni ukakasi tu wa waamuzi kwa sababu lengo lake kwenda kucheza mpira, lakini mwisho wa siku amekosa kupata mpira, ameenda kumgusa kwenye kisigino, lakini haikuwa faulo ya kuhatarisha maisha ya mchezaji mwenzake. Kwa ilikuwa faulo ya kawaida, lakini kwa sababu wanaenda kujiridhisha kule, ameona niende nikatoe umeme. Kwa sababu nisipotoa umeme inawezekana kikanikuta chochote. Kwa hiyo binafsi huu mfumo ni mzuri wa FVS, lakini watakuwa wautumie, sio kila tukio kwenda kutoa red card. Unaungana na Crescentus Magoli kusema FVS watatoa maoni ichunguzwe na iongeze ubora kwenye kufanya kazi? No doubt, kwa sababu sio kila tukio la kwenda kutoa red card. Tukio lile la leo la Mligo sio la kutoa red card, lakini ameenda ametoa red card. Kwa hiyo mimi naamini binafsi huu mfumo usije kwa ajili ya kuwanyonga watu, uje kwa ajili ya kusaidia mpira wetu, kwa sababu nimeona baadhi ya mataifa wanahitaji kutumia huu mfumo, kwa sababu ndio si watu wa kwanza kutumia mfumo wa FVS. Kwa hiyo naamini ni mfumo mzuri ambao unaenda kutusaidia kwenye matukio mengi, lakini binafsi kwenye tukio la red card la leo hapana, sijakubaliana nalo. Naenda kudhurika sasa Mnandi. Mabeki wote wa pembeni wamekula umeme, wawili kala Duchu, Nixon Kibabage majeruhi, lakini leo Anthony Mligo kala nyekundu. Mna mechi ngumu mbele hapa. Tuna mechi dhidi ya Coast, tunarejea hapa uwanja wa Uhuru. Kwa hiyo naamini binafsi Simba Sports dirisha limefungwa, lakini mimi binafsi kama mwanachama inawezekana nikaenda kucheza ile nafasi ya upande wa kushoto. Nitaenda kucheza nafasi ya Mligo kwa sababu Kibabage majeraha. Babeki wote tayari wako nje. Unategemea nani anaenda kucheza kucheza mawinga? Mimi nitaenda kucheza ile nafasi ili na mimi nile umeme. Maana kilichotokea sasa hivi kila mechi Simba atakuwa ale umeme, unaonekana kwamba wachezaji wake ni watovu wa nidhamu. Kwa tukio la leo kiliangalia mara mbili mara tatu, alikustahili red card. Unaligusa mpira? Hata kama hajagusa mpira inategemea na hiyo faulu ina hatari ya kiasi gani. Sio kila tukio la kwenda kutoa red card. Sawa? Tukio tumeliona la mechi ya Kagera Sugar dhidi ya Singida. Kule wapi? Bukoba. Mwamuzi Tatu Malogo kashindwa kutoa red card, mtu kapiga kiwiko. Lakini kamati ndio imeenda kuamua na kwenda kumwambia Tatu Malogo anapewa onyo. Yaani mchezaji kafungiwa mechi 3. Faini milioni 5, sasa hivi sio milioni 2, milioni 5. Lakini mwamuzi hata anapewa onyo. Wapi na wapi? Mwamuzi karibu mchezo, maana mwamuzi atakuwa aondolewe. Apige faini ya milioni 5 na yeye, lakini aondolewe kwenye ile sekta. Lakini mwamuzi hata ameenda kupewa onyo. Hii maana yake nini? Kwa hiyo maana yake kuna watu ambao wamepangiwa msimu huu ili waondolewe mchezoni mapema, watu wakapata matokeo. Wapo ambao wamepangiwa kupata matokeo mapema wakatangaza ubingwa. Yaani huu mfumo wa FVS haukuja kwa ajili ya kusaidia mpira tu. Umekuja Yanga Afrika wanacheza kiufasaha. Wanacheza kiufasaha, kwani wao wamecheza na nani? Wao wamepata mechi gani ngumu ya kiushindani? Mechi zote walizocheza zote ni mabonanza tu. Kumbe ni ugumu wa mechi ndio unafanya ugumu wa mechi. Unafanya mcheze faulu, si ndio? Sio tucheze faulu, ni faulu ya kawaida, sio ya red card. Kwani hao nyuma mwiko kucheza faulu kwenye michezo yao miwili? Kwa mchezo wa Ngao ya Jamii umecheza faulu kule? Au kuona tukio la Sharulile kwenye eneo la boxi hakupewa umeme na wala kupewa chochote na wala tukunufaika na tuta, au sio? Mfumo huu umetumika ndio kwa mara ya kwanza. Kwa hiyo waamuzi watakuwa kauangalia huu mfumo, sio kuutumia kwa ajili ya kuwaumiza Simba. Haya mabeki wote sisi hawapo hapa pembeni, kitachotokea mimi lazima niende nikachukue ile position nikacheze. Mnandi, sio kwamba beki zenu bora dhaifu zinashindwa kucheza mpira kiufasaha. Sio kweli, sisi tunaangalia mfumo wa VAR unatumika barani Ulaya, tumeona hata kwenye bara letu la Afrika kwenye hatua ya makundi kwenye Champions League huwa unatumika ule mfumo, lakini hautumiki sio kila tukio kwenda kuliamua red card. Tukio la kawaida sana ukiliangalia lile sio la kwenda kutoa red card. Kwa maamuzi binafsi watakuwa wabadilike. Sawa? Wabadilike, lakini pia Tatu Malogo tunataka tumsikie kafungiwa na kapigwa faini ya milioni 5 kwa sababu maamuzi ndio anaharibu mchezo. Pia aondolewe kabisa kwenye waamuzi. Nyie ndio mlikuwa mnalalamika mnaonewa. Pengine huu mfumo tulijua nyie ndio mtaupokea kwa mikono miwili, lakini nyie wana Simba bado mnaumlaumu, ndio wa kwanza kulaumu mfumo. Mimi nauliza tukio dogo tu. Mfumo umeanza kutumika kwenye Ngao ya Jamii New Amani Zanzibar. Sawa? Tukio la Sharulile mliliona Anthony Mligo. Kilitokea nini? Alipeleka mguu usoni, kila mtu kaona. Wanasema hawakuona la jiga. Mligo aliingia mwenyewe. Sio kweli. Tukio lile lilomkuta Duchu dhidi ya Kagera ndio tukio lile alilofanya Sharulile kwa nani? Kwa huyu nani? Kibabage wote tumeona. Lakini mwisho wa siku no doubt tukio la leo likustahili red card. Ni usanii ambao unaanza kuletwa. Huku mwamuzi anaharibu mechi, kamati ndio inaenda kuamua wakati mfumo wa FVS upo. Maana yake nini? Mwamuzi yule atakuwa aondolewe kwenye hatua ya waamuzi, lakini apigwe faini ya milioni 5 sababu ndo karibu ule mchezo. Baka istari kupewa umeme toka siku ile. Lakini leo tunaona mwamuzi anakuja na matokeo yake mfukoni. Sasa mfumo maana yake hauwezi kwenda kutunufaisha kwenye ligi yetu. Kwa nini Simba kila siku mnalalamika, sio Yanga? Azam, Yanga hajawahi kulalamikia mfumo toka uanze. Wao wazee hawaja kulalamika, wamekataa leo magoli yao mangapi? Si matatu. Juzi tumeona magoli ya Sharulile mleo wote wanamwambia mwamuzi akachungulie. Kwani leo tumefunga goli la offside? Simba waliforce wakachungulie. Hawa tukufunga. Alienda mwamuzi kwenda kuchungulia. Wao magoli mawili dhidi ya Coast. Mwamuzi kaenda kuchungulia. Kwa hiyo huu mfumo umekuja kwa ajili ya kuwanufaisha baadhi ya watu, lakini sio kusaidia mpira wetu. Sasa haiwezekani kila mechi mtu apate red card. Ni uongo. Mchezo kwa ujumla ulikuwaje Mnandi? Mchezo ulikuwa mzuri, mchezo wa kushindani, lakini leo wachezaji wa Singida wamekuja kwa ajili ya kucheza rafu kwa sababu wamekuja kwa mpango mkakati kwa sababu wameahidiwa magari. Hasa walivyojua sije wameahidiwa na nani? Wapo kuna watu wamewaahidi magari, kwanza wanaahidiaga hela wakaona haitoshi. Waweke Toyota Crown ili wapate. Sasa leo yule mchezaji walitegemea kwamba atatufunga. Mwisho wa siku anatoka anafuta jasho. Mchezaji gani? Si huyo Black Lion?
Katoka mweupe anavuja jasho tu. Hakuna hata goli la offside. Timu inamaliza mechi hata kona moja haijapiga. Sasa hiyo timu hiyo. Si kikundi cha wauni tu. Singida kikundi cha wauni. Kikundi cha wauni tu. Singida imekuja kwenye ligi kwa ajili ya kumzoofisha Simba tu. Na ndio maana wakaona matokeo hakuna, bora watoe red card. Ili upande ule wa kushoto tu hatuna beki. Ule mwingine kaumia tu hatuna beki kabisa. Kuzoofisha Simba kivipi? Ile sio faulu ya red card. Ile faulu ni nyepesi sana, sio red card. Singida ndo alitoa maamuzi. Nisikilize kwa makini. Kama mwamuzi angetaka kutenda haki, lile tukio la Elie Mpanzu angefunika tuta. Kama umefuatilia vizuri. FVS imekataa. Nisikilize, tukio la Elie Mpanzu ilikuwa anastahili kwenda kufunika tuta. Kachungulia akasema hapana. Lakini ile faulu rahisi tu. Sawa, katoa red card. Maana yake nini? Mnandi, ukiachana na hayo, Libasa Gay assist ya 4 kwenye mechi 3 za ligi alizocheza. Ndio mchezaji mliokuwa mnamtaka na mnahisi kupitia yeye Simba itaonyesha ubora wake. No doubt. Libasa Gay ni mchezaji wa aina yake na ndio maana tuliona baada ya mchezo wa Ngao ya Jamii kwisha, tumemwona yule kiongozi wao anajifanya mafia, alafu anadaiwa madeni mpaka na watoto hapa nyumbani. Anazalilishwa sasa hivi. Alikuwa anaongea nayo yeye na Rushaini, maana yake anawahitaji, ikiwezekana dirisha dogo hawapati. Kama anataka kusajili kupitia Simba, aje akae na sisi, atoe hela tuwauzie. Kama tulivyokuwa hivi tunataka hela Selemani Mwalimu. Wao wamemchukua kambini. Toeni hela ndipo wacheze. Ibrahim Dumbia bora ya jana kila siku. Ibrahim Dumbia ni mchezaji ambaye atakuwa kuzoea mazingira, muda ni bado kama alivyokuwa tu ndugu yetu Pacome ambaye sasa hivi kwenye majeraha. Pacome akuika pale alivyoingia. Alijifua kwenye mchanga. Baada hapo Pacome tumemwona kuwa mchezaji mkubwa. Kwa hiyo naamini binafsi ni muda wa kujituma. Baada hapo atafanya vizuri. Kikubwa asisikilize makelele ya mashabiki, apambane uwanjani. Clatous Chama bao lake la pili kwenye mechi ya 3. Pengine ni mwanzo mzuri au una kitu gani cha kuzungumza kuhusiana na Clatous? Mwanzo wake mzuri, lakini nina maoni yangu kwa Elie Mpanzu Kibisawala. Alifanya matukio hayo msimu uliopita, lakini msimu pia anataka kurejea tena na yale matukio. Elie Mpanzu anatakiwa kuacha uchoyo. Pamoja amepangwa kwenye force namba 9, anatakiwa abadilike, acheze mpira kushirikiana na wenzake. Libasa ukiangalia tukio la goli la kwanza peka kafunga Chama. Libasa alikuwa anaweza kuingia na kufunga mwenyewe, lakini akatoa nafasi Chama aweze kufunga, lakini yeye kaingia kwenye box, ana nafasi ya kumpa mwenzake, lakini kaforce kuingia akafunge mwenyewe. Mwisho wa siku kipa amekuja, ameshindwa kwenda kuscore. Kwa hiyo tunamuomba Elie Mpanzu abadilike. Aache uchoyo anapoingia kwenye 18 ya mpinzani, kwa sababu mechi nyingine ni ngumu. Inaweza kawa chance moja hiyo ukashindwa kuitumia, wenzako wakaitumia. Kwa hiyo naamini binafsi abadilike kwenye michezo inayokuja, kwa sababu Simba imejipanga kuchukua makombe yote ndani, lakini tumejipanga msimu huu kwenda kucheza finali ya Champions League. Chilambo ameendelea kuonesha ubabe na baadhi ya watu wanazungumza kwamba Chilambo anacheza namba gani? Kila sehemu anazunguka. Kiwango chake umekonaje kwenye mchezo wa leo? Inawezekana mechi inakosa naye akapewa umeme, kwa sababu sasa hivi kuna mpango mkakati. Mabeki wote kuwamaliza wakakaa mbao ndefu. Kwa hii kazi ambayo anaifanya Chilambo, maana yake na yeye mechi inayofuata atapigwa umeme, kwa sababu kuna mpango mkakati. Kila tukio tu wachezaji wa Simba akapewa umeme waonekane ni watovu wa nidhamu, lakini sio kweli. Kama kweli ni watovu wa nidhamu, ni mipango mkakati imeandaliwa. Angalia hata mechi zetu 3 zote ni mechi ngumu, lakini wenzetu angalia wamepangiwa vitonga tu mpaka wanacheza mabonanza. Wewe mechi ya kwanza ya ligi watu wako kwenye bonanza. Hivi ingekuwa ngumu wangekaa pale KMC, maana yake wangeenda kule Luango. Lakini wachajua mechi tunapata matokeo. Angalia mechi ya Coast wamekaa nyuma muda wote wasubiri kufungwa tu. Sio kutokana na performance yake. Hakuna ubora bwana. Wewe Coast wamecheza mpira gani juzi? Kulikuwa na mechi pale. Umetoa hela yako umepata hasara. Lakini angalia mechi za Simba zote ni ngumu. Hakuna mechi nyepesi hata moja. Mechi zote zilikuwa ngumu na tumechukua alama 9 na nahakisha kwa mfumo huu. Waachelewe kutupa red card, lakini mwisho wa siku sisi mashabiki tutachukua nafasi, tutaenda kucheza na Simba atakuwa mabingwa. Una wasiwasi na klabu ya Young Africans kwa namna ambavyo wanacheza? Mimi binafsi kwa jinsi wanavyocheza siwaoni kama mwaka wanaenda kutetea ubingwa. Mwaka hakuna nyumba nyeupe wala nyeusi. Hizi red card tunazozipata sisi hawana muda mrefu, wataingia kwenye vigingi na watakula red card bila shaka. Mimi naamini hilo. Mchezaji yule. Mimi nakwambia Simba performance yake umeiona Singida mpaka mechi inaisha atakona ana. Timu kubwa hiyo na imesajili eti kina Ngoma aje kucheza kwetu. Ngoma akacheze Kongo huko. Sio kwa Simba Sports. Sisi tunapiga boli tu na mwaka tutachimba sana dawa. Yaani hichi kibego umeona mwaka tutachimba sana dawa. Hani hatutowaacha salama, tutachimba sana dawa. Watu wanasema mmepandwa na kisukari mapema sana. Hakuna kisukari, kwenye ukweli lazima tuseme. Sio kila tukio la kwenda kuchungulia kwenye FVS na sio kila tukio la kwenda kutoa red card. Kuna matukio mengine ya kutoa yellow na kuna matukio mengine unafanya fair challenge, maisha mengine yanaendelea. Kiwango cha Rushaine Derek umekionaje? Lakini pia baadhi ya watu wameshaanza kuzungumza kama ameshuka hivi. Hakuna cha kushuka. Rushaine bado ni yule. Inategemea tu kwa kila siku hawezi kuamka akiwa sawa kama siku nyingine. Kwa hiyo naamini binafsi bado yuko bora na hata leo amefanya kazi yake ikiwa bora, na Simba binafsi imetoka ikipata alama 3 muhimu, pamoja ni mchezo wa pili tunaruhusu goli, lakini unaona na timu gani ambayo tumecheza nayo. Kwa sababu wao wameletwa kwa ajili yetu sisi. Lakini mwisho wa siku wamepata goli, lakini huu ni mchezo wao wa 5 katika msimu wao huu wa 3 tumeanza nao, tumewakanda tena kama msimu uliopita. Tumeanzia pale tulikoishia 2-1 na hii ni 2-1. Mnandi, pengo la golikipa Kasali mnaliona ndani ya Simba? Kwa mimi binafsi pengo la Kasali bado silioni, kwa sababu hata tukio la leo alilofanya golikipa wetu Abeli ni tukio la kawaida. Hata golikipa yote anafanya, kwa sababu hata huyo tunamzungumzia alikuwa analalamikiwa sana kwenye michezo ya msimu uliopita, na hata alivyoanza msimu huu watu walikuwa wamelalamika sana kwamba golikipa ikiwezekana atupishi aje golikipa mwingine. Kwa hiyo naamini ni matokeo tu ya mchezo yalikuwa hivyo na kwenda kuruhusu goli. Shukrani.